sisi hapa vijana asilimia kubwa tumeamua kujiajiri kutokana na ukosefu wa ajira. Asilimia 80 ya hapa tumesoma na tuna professional mbalimbali. Je, kama serikali inalichukuliaje hili swala? Pia, je, serikali inatoa msaada gani kwa sisi ambao tumeamua kujitolea na kujiajiri? Unakuta kikundi cha vijana kama hiki wanatafuta mkopo, alafu wanaanza kuelezewa jinsi ambavyo hawastahili kwa sababu hawajatimiza vigezo. Anaambiwa sijui una hiki. Kazi yetu sisi kama watendaji wa serikali ni kuwasaidia kutimiza hivyo vigezo ili wapate huo mkopo. Kwa kama kuna vitu haviko sawa, sio katiba, andiko la biashara, inawezekana hawa wana ujuzi wa kulitengeneza pia. Kwa hiyo sisi tuwasaidie ili wakidhi vigezo tuweze kuwapush kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ukiangalia hapa amesema wako vijana 10, sio? Wako vijana kama 10 wamejiajiri. Manake tukiwa na maeneo kama haya tunayowawezesha, ukiwa nayo 10 manake unajibu swali la binti hapa kwamba una vijana 100 tayari wameingia katika mfumo wa ajira. Na hiyo ndio swala ambayo serikali inalishughulikia. Mheshimiwa Rais alizungumza kwamba kuna bilioni 200 ambazo atazitoa kwa ajili ya uwezeshaji wa vijana pamoja na wanawake. Dhamira yake ni watu kama nyinyi ambayo mnaamua kujiajiri muweze kupata hiyo support. Na itakuwa sio fedha tu, manake kutakuwa kuna program ya ujuzi pia. Kwa hiyo na ndio maana wizara hii imeundwa sasa mahususi kwa ajili ya masuala yanayohusiana na maendeleo ya vijana. Mheshimiwa Waziri, nilikuwa na jambo moja la kuzungumza kuhusu sisi vijana. Huu mkoa wa Ruvuma una mradi wa makaa ya mawe na yanatoka kila siku, usiku, asubuhi na mchana. Pointi ya msingi ilikuwa ni kwamba sisi kama vijana wa mkoa wa Ruvuma tunanufaika nini na makaa ya mawe. Ishu ya msingi kwamba kama nilivyotangulia kusema kwamba vijana wengi ni bodaboda, wajalishi tumesoma, tujasoma. Kwa hiyo ombi langu kama Mheshimiwa Waziri, nilikuwa naomba utusaidie sisi vijana kama kuanzisha vikundi ili tuweze kupata mkopo kupitia huu mradi wa makaa ya mawe na sisi tunufaike na kuweza kubadilisha maisha yetu kwa namna moja ama nyingine. Nilikuwa na swali kwa Mheshimiwa Waziri. Ikiwa wizara yako ni wizara ya mpya kutoka nchi pate uhuru, je, utakabiliana vipi na changamoto za vijana ikiwa ni vijana wengi hatuna ajira? Sawa, tutaunda vikundi vya labda tuorganize vijana, tutengeneze kikundi ili tupate mikopo. Bado tunaweza kufika ile halmashauri kwa na vigezo tujatimiza. Na umesema kwamba vijana tutabidi tuwezeshwe na waliokopa halmashauri ili kukizi vigezo. Lakini tunashuhudia huko mtaani watu wametengeneza vikundi bado na mikopo haipati. Je, ukiwa kama Mheshimiwa Waziri, hili unalitetuaje na wewe huko wizarani juu? Tutakupata vipi? Maana leo tukuona hatukuoni tena. Vijana tupo wengi sana, tena sana, ambao hatuna ajira. Na ajira huwa zinatoka mara kwa mara, lakini changamoto zinakuwa ni nyingi. Kupitia wizara yako tunaomba utusaidie tupate ajira. Ukipitia hilo kuhusu vijana wanakaa nyumbani mpaka ule umri ambao wa kikomo ya ajira unakuwa umeshafika. Matokeo yake tunaendelea kukaa nyumbani. Tunaomba utusaidie sisi vijana kupitia hilo ili tuweze kusaidika. Asante sana. Kama mimi ninavyofanya hivi, tafuteni utaratibu mzuri, waiteni vijana wanaopatikana maeneo haya, njoo hapa uwaeleze ili wapate mkopo wanatakiwa wafanye nini, na vile vigezo vitakavyoelezwa wanavyohitajika kusaidiwa, hakikisheni mnawasaidia. Kwa hiyo mimi nitafuatilia wiki ijayo kifanyike kikao kwenye eneo lenu hili la kazi. Msitwe ofisini wala msitwe wapi. Wafuate hapa mlipo. Wawaeleze utaratibu ukoje, nini kinahitajika. Lakini na nyie pia manake yale mtakayoelezwa mtafanyia kazi. Kama kuna kikwazo kinachofanya msiweze kupatiwa mikopo, ndio kazi hawa wakurugenzi sasa na timu zao wawasaidie kwamba mnachohitajika ni 1, 2, 3, ili sasa ile dhamira na maono ya Mheshimiwa Rais kwamba kila kijana wa nchi bila kujali itikadi ya kisiasa, bila kujali itikadi ya kidini, bila kujali familia aliyotoka, kila kijana wa nchi
anastahili kutumia fursa zinazotokana na taifa letu, na hiyo kitu haitakiwi kufanyika mbali na maeneo ya kazi. Yako mengine ambayo yamezungumzwa hapa ambayo tumesema haturidhishi nayo, na mimi nakubaliana na ninyi, na ndio maana ya sisi kukutana kwenye maeneo kama haya. Na nichukue nafasi hii kutoa wito pia kwa vijana wenzangu, tunaposikia kuna masuala ya kijamii, tunapoitwa na viongozi wa kata, wa mitaa, twende tukatoe maoni yetu pia. Kwa mfano kama hapa mmetoa maoni mazuri sana ambayo tutakwenda kuyafanyia kazi, lakini liko jambo moja ambalo limeguswa pia kidogo linalohusiana na katiba. Wale ambao wanafuatilia watagundua kwamba moja ya ahadi ambayo iliahidiwa na Mheshimiwa Rais wakati anapita kuna ilani ni kukamilisha mchakato wa katiba mpya, na hiyo ipo kwenye ilani, na sisi kuwa na wizara yetu maana yake ni kwamba itatupa fursa kama vijana maoni yetu pia yawepo, yasikilizwe kama hivi ambavyo yanasikilizwa. Sasa wito wangu ni nini? Wito wangu ni kwamba hakuna jambo lisilozungumzika hapa duniani. Inawezekana tukubaliani mambo mengi, hata wewe na ndugu zako kule nyumbani, sio kwamba mnakubaliana kila kitu, sio? Lakini uwezi ukasema wewe uisishi huko nyumbani, ondoka kabisa, sikutaki nikuone. Hapana, yale msiokubaliana mnakaa mnaongea. Na mwisho wa siku mkiongea mnasema basi sawa, mimi napoteza kidogo na wewe upoteze kidogo, ili mradi maisha afanye nini? Yaendelee. Sasa na nchi ndio iko hivyo. Sisi kama vijana tunao mambo yetu tunayotaka, lakini yote hawezi kutekelezwa kwa wakati mmoja. Itatekelezwa hili, baadaye itatekelezwa lingine. Kwa hiyo nataka niwaombe tuendeleze utamaduni wa kujadiliana. Tuendeleze utamaduni wa kushindana kwa mawazo. Huo ndio utamaduni wa kijana. Tushindane kwa mawazo, tupeane fikra, na tukifanya hivyo maana yake tunatunza kesho yetu, lakini pia tunatunza amani yetu pia. Mnafahamu kilichotokea baada ya uchaguzi, hakuna mtu anataka kirudie hapa, si ndio? Kuna mtu anataka irudie ile hali? Hakuna anataka ile hali irudie, kwa sababu haina faida kwa mtu yeyote yule kati yetu. Sasa ili hali yasitokee tena, maana yake sisi tujifunze kukaa chini na kuyazungumza. Na ndio maana kauli mbiu yetu tunasema vijana tuyajenge. Maana yake tukae chini kama hivi. Kila aliyetoa wazo lake hapa, hakuna aliyezibwa mdomo. Au kuna mtu amezibwa mdomo hapa? Kuna mtu amekatishwa kuongea hapa? Kila mtu ameongea. Ameongea, tumeyasikiliza. Kwa hiyo tujifunze kuyazungumza. Tukijifunza kuyazungumza maana yake ndio tunapojenga taifa letu. Na mimi naomba nitoe wito kwa viongozi wa ngazi zote za mkoa, za wilaya, tudumishe utamaduni wa kukutana na wananchi ili pia tuwasikilize mambo yao, kwa sababu mambo mengine yanatokea kwa sababu mtu amekaa na tatizo muda mrefu, hana pa kulipeleka, au kila anapolipeleka hapati nafasi ya kuweza kuliwasilisha vizuri. Na ndio maana kwenye wizara hii tunaongozwa na falsafa kubwa 3. Falsafa ya kwanza ni kufanya mambo kwa kasi. Ndio maana mambo ambayo yamejitokeza katika hii ziara yangu nilipopita nimeyatatua ufumbuzi. Yale yanayohitajika kutatuliwa leo hayatakiwi kusubiri kesho, kwa sababu sisi vijana tunaenda na fursa. Nikihitaji leo ukanichelewesha miezi 4 5, fursa imepita. Hata ukinisaidia ukanipa hizo fedha hazina maana, kwa sababu fursa nimeshapoteza tayari. Kwa hiyo kushughulika na matatizo ya vijana kwa kasi. Kijana anakuja ofisini, unakuta mtu anaanza kumtafuta kiongozi, anakaa muda mrefu, anazuia. Leo amezuiwa na mlinzi, kesho amezuiwa na secretary, kesho kuta amezuiwa na msaidizi wa kiongozi. Hapana. Viongozi tunatakiwa tufikike, tushughulike na matatizo ya vijana. Kwa hiyo viongozi wote, ngazi za kata, ngazi za wilaya, tujifunze kushughulika matatizo ya vijana kwa kasi. Na sambamba na hilo maana yake tushuke chini kama hivi nilivyofanya. Kama nilivyoagiza hapa kwamba hayo mafunzo yasiende kufanyikiwa mbali, tuwafuate hapa hapa walipo kwenye maeneo yao ya kazi. Kwa hiyo tuweze tunapatikana, tuweze kuwafikia. Lakini kingine, katika wizara hii tutajitahidi sana kutumia teknolojia. Na tunakusudia kutengeneza mfumo maalum wa mawasiliano ambao wewe kijana utakayekuwa hapa Bombambili, utakayekuwa hapa Bombambili Songea, kama kuna jambo halikuridhishi, kama kuna kitu umeonewa, kama kuna kitu umezungushwa na umeona hauna msaada, utatumia simu yako kutupa taarifa wizarani. Kwa hiyo taarifa itanifikia mimi, itafikia na watendaji wangu, ili tujue nani anayekwamisha maendeleo ya vijana huko nchini, ili tuweze kuona namna ya kumuondoa, ili tutengeneze watu ambao wanatumikia vijana. Kusudi la Mheshimiwa Rais kuunda wizara ni kuwapa vijana kipaumbele. Kwa hiyo ninawaomba vijana wenzangu, tutumie nafasi hii, ndio fursa hii tumeipata. Kwa hiyo yote ambayo tunakubaliana, yote ambayo tunayasema, tuyatekeleze kwa vitendo. Serikali tuko tayari kuwasikia na tuko tayari kuyafanyia kazi. Kwa hiyo katika yote tunayofanya, kama jambo liko sawa sawa, tutumie channels zinazotakiwa kwa ajili ya kufikisha jumbe zetu, ili kesho na kesho kutwa tuitunze Tanzania yetu ambayo mimi na wewe kwa umri wetu, Mwenyezi Mungu akitupa maisha marefu,
ndio tuna kesho ndefu zaidi kuliko watu wengine. Kwa hiyo nchi ikiharibika, tunaharibu kesho yetu. Nchi ikiharibika, tunaharibu kesho ya watoto wetu. Tutunze hiki kitu ambacho Mwenyezi Mungu ametupa, na sisi tutatimiza wajibu wetu kushughulika na matatizo ya vijana.